Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, popote pale ambapo umetumia nafasi hii kunisikiliza ama kunitazama. Kwa jina natambulika ni mchungaji Dastan Makinda, na leo kwa neema ya Mungu amenipa ili kuweza kutumika kujifunza somo ambalo litaelekea ama linajulikana kwa jina la upendo. Na upendo ni somo pana, lakini kwa neema ya Mungu leo Roho Mtakatifu atanitumia kwenye kipengele kimoja kati ya vipengele vingi katika upana wa somo hili. Kipengele hicho ambacho Roho Mtakatifu leo amenipa neema ya kutumika ni kipengele ama kipande cha kutoa katika somo zima la upendo. Ninaomba kabla sijaendelea sana, mimi na wewe msikilizaji na mtazamaji wangu, tuweze kuomba pamoja kujikabidhi mbele za Mungu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, asante ya wakati huu na muda huu ambao msikilizaji wangu ameutumia kunisikiliza na mtazamaji ametumia kunitazama. Ninajinyenyekeza mbele za uso wako ili niweze kutumika kuwa chombo cha kufikisha ujumbe wako kwa watu wako. Nitumie sawasawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Kama nilipokueleza hapo awali kwamba kwa siku ya leo tutasoma ama tutajifunza somo ambalo linaitwa upendo. Nitakwenda kwenye vipengele vichache kadha wa kadha kulingana na Roho Mtakatifu vile ambavyo ameandaa leo kunitumia. Kwanza naomba tuweze kujifunza kwamba nini maana ya upendo kwa mujibu wa Biblia ama neno la Mungu linasema nini kuhusu upendo. Moja kwa moja kabisa tutaenda kusoma neno la Mungu kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 7 na mstari wa 8. Mstari wa 7 na mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Tutasoma sura ya 4 mstari wa 7 na wa 8. Neno la Mungu linasema, wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye amemjua Mungu. Yeye asiyependa hamjui Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Naomba kuna vitu vichache hapo vya kuviangalia. Kwanza, Mungu ni nani au upendo ni nini? Tunaona kabisa jibu la hisi limetoka kwenye mstari wa 8 kwamba Mungu ni upendo. Kwa maana hiyo, kama Mungu ni upendo na upendo ni Mungu, ina maana sio kusema Mungu ana upendo. Hapana. Mungu ni pendo, yani yeye ndiyo pendo. Sio kwamba Mungu ana upendo. Mtu ama kitu kikiwa kina kitu, ukisema Mungu ana upendo, ina maana unaweza kumtenganisha Mungu na upendo, kwa sababu ni kitu ambacho kiko ndani ya mtu ama kiko ndani ya Mungu. Lakini unaposema Mungu ni upendo, ina maana hawezi kutenganishika. Yani upendo ni yeye na yeye ni upendo. Nini ambacho nataka tujifunze hapa, mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji? Kwamba njia rahisi ya kuwa na Mungu maishani mwetu ni kupenda, ni kuwa na upendo. Kwa sababu ukiwa na upendo umekuwa na Mungu. Sawasawa na neno ambalo tumelisoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4. Kwa hiyo kwenye maisha yetu ya kila siku, tunapokuwa makazini, tunapokuwa kwenye shughuli zetu mbalimbali, tunapokuwa kwenye biashara, tunapokuwa katikati ya jamii, jambo kubwa ama jambo la msingi la kukufanya wewe uweze kuwa na Mungu maishani mwako ni upendo. Lakini ukiangalia kwenye mstari wa 7 anasema, wapenzi mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Kwa maana hiyo, ili uweze kumpenda mtu katika upendo wa kweli, kwa sababu upendo unatoka kwa Mungu, unatakiwa upate neema ya kimungu ya kumpenda mtu. Ndio maana kwenye maisha ya kawaida ama maisha ya siku zote, unaweza ukashangaa kuna mtu alikuwa anasema anampenda fulani ama anakupenda wewe, lakini akakutendea matendo ambayo hayadhihirishi upendo kwako.
Ina maana anachokitamka ni kweli, anasema anakupenda, lakini hajapata ile neema ya kimungu ya kumfanya awe na upendo wa kweli kwako. Naomba unifuatilie na unisikilize kwenye vitu vichache. Jambo lingine ambalo natamani uweze kulifahamu, tuangalie Biblia inaendelea kusema katika upendo, Mungu anakaa ndani yetu na sisi tunakaa ndani yake. Sisi tunaitwa wafuasi wa Kristo. Unapoitwa mfuasi wa Kristo, ina maana una sehemu ya Kristo ndani yako. Ndio maana ukaitwa mfuasi wa Kristo. Ni sawa na unaposema unaitwa mfuasi wa chama fulani, ina maana wewe una muunganiko ama unajihusisha na kile chama. Kwa hiyo tunaposema wewe ni Mkristo, wewe unajihusisha na Kristo. Na ukiangalia asili ama chanzo cha Kristo, Mungu Baba mbinguni alisema nimtoe mwanangu wa pekee. Ina maana utoaji unaanzia kabisa kwa Mungu ambaye yeye ni Kristo. Ngoja nikuonyeshe kutoka kwenye kitabu cha waraka wa kwanza hiyo wa Yohana, sura ya 3 na mstari wa 24. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, naye azishikaye amri zake hukaa ndani yake, yeye naye ndani yake. Na katika hili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu, kwa huyo Roho aliyetupa. Naomba unielewe vizuri kwamba upendo unakaa ndani yetu na sisi tunakaa ndani yake kupitia yule Roho aliyetupatia. Yaani kwa Roho aliyetupatia ni Roho Mtakatifu. Kumbuka wakati Yesu Kristo anamaliza kazi yake hapa duniani na anaelekea mbinguni, alisema nitawaletea msaidizi atakayewafundisha yote, atakayewaelekeza yote, ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa maana hiyo, ili uweze kuwa na upendo wa kweli, sio upendo wa kuigiza, sio upendo wa kulazimishwa, sio upendo wa nguvu wa kulazimishwa ama kufanya jambo lolote. Upendo wa kweli kutoka ndani ya moyo wako unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Upendo unakaa ndani yetu na sisi tunakaa ndani yake, lakini kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mpenzi, naomba msikilizaji na mtazamaji unielewe vizuri. Dunia ya leo ama kwenye wakati huu wa leo, tumekuwa tukishuhudia ama tukiona kuna watu ama taasisi ama vitu fulani mtu anafanya ambavyo vinazilisha ama vinaonyesha ama vinatoa ile taswira ya upendo, lakini ndani yake, ndani ya moyo wake mwenyewe binafsi, yawezekana kabisa ukakuta sicho ambacho anakimaanisha kwenye kile ambacho anakifanya. Ni shahidi mzuri. Siku hizi mtu mnakutana, anakusalimia shalom, anakusalimia Bwana Yesu asifiwe, na tena anaongeza nakupenda mpendwa. Lakini ukitoka hapo, yeye ndio wa kuanza kuongea kinyume na mambo yasiyo mema kwenye maisha yako. Ni kweli anasema nakupenda mpendwa, nakupenda katika jina la Yesu, lakini ndani ya moyo wake kweli kile anachokisema kinacho msaada wa Roho Mtakatifu? Naomba tuchukue hatua moja zaidi, ambapo tujaribu kuangalia kitu ambacho kinaitwa asili ya upendo. Asili ya upendo utaipata kutoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 1 mpaka mstari wa 8. Na tukitoka kwenye mstari huo wa 8 utakwenda kwenye mstari wa 13. Naomba fungua Biblia yako kama utakuwa nayo, lakini kama utakuwa huna tu, naomba unisikilize.
tuweze kusoma hapo kutoka Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza, sura ya 13. Sura ya 13 na mstari kuanzia ule wa kwanza, neno la Mungu linasema: nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na utupu uvumao. Mpenzi msikilizaji, mpenzi mtazamaji, neno la Mungu linasema nijaposema kwa lugha, nijaponena kwa lugha. Kwa maana hiyo mtu anaweza akanena hata kwa lugha, akawa amejazwa Roho Mtakatifu, ananena kwa lugha, lakini akawa hana upendo. Neno la Mungu linasema hata akinena kwa lugha za wanadamu anaweza akawa hana upendo. Nimekwambia hapo awali kwamba upendo unahitaji neema ama msaada wa Roho Mtakatifu. Mstari wa 2, tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi.